Siku ya jana mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, yani Patrick Mwalunenge, jana aliweza kutoa kauli yake bungeni iliyopendekeza kuwepo kwa mfumo utakaowezesha bodaboda, bajaji na machinga kuweza kuchangia shilingi 1,000 kwa siku kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ikiwemo ujenzi wa barabara. Sasa katika kutoa kauli ile kwa siku ya jana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa kauli hiyo imeweza kupokewa tofauti na watu katika mitandao ya kijamii na ndani ya jamii ya Tanzania kwa ujumla. Sasa kabla hatuweza kujua ni yapi yaliweza kutokea au watu wamepokeaje kile ambacho ameweza kukiongea mbunge huyo wa jimbo la Mbeya mjini, naomba kwanza nikakusogezee kile ambacho aliweza kukiongea moja kwa moja katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na kuweza kuchangia kwa shilingi 1,000 kwa hawa wajasiriamali wadogo wadogo, tukizungumzia bodaboda, machinga, dereva bajaji, kwamba waweze kuchangia shilingi 1,000 kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu kama vile barabara. Sasa siku ya jana mbunge wa Mbeya mjini Patrick Mwalunenge amesema kwamba sekta isiyo rasmi inajumuisha bodaboda, bajaji, machinga, ina uwezo mkubwa wa kiuchumi na inaweza kushiriki moja kwa moja katika kuchangia maendeleo ya miundombinu nchini ikiwemo ujenzi wa barabara. Akichangia mjadala wa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka wa fedha mwaka 2026 mwaka 2027 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya serikali ya mwaka wa fedha 2026 2027, Mwalunenge amesema kwamba makundi haya hayapaswi kuonekana kama maskini bali ni sehemu muhimu ya uchumi wa taifa. Amesema kwamba serikali inapaswa kuweka mifumo itakayowezesha wananchi hao kujichangia fedha zao, kujikopesha, kujipatia bima za afya na kushiriki katika miradi ya maendeleo. Nikinukuu maneno yake hapa ambayo aliweza kuyasema, amesema kwamba bodaboda, bajaji na machinga si maskini kama tunavyofikiria. Tukiwajengea uwezo mzuri wakawa wanajichangia hata shilingi 1,000 kwa siku, tunaweza kupata fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo. Mwisho wa kunukuu kile ambacho alikisema mbunge huyo. Mbunge huyo ameongeza kuwa kwa kuweka mazingira mazuri ya usimamizi na ukusanyaji wa michango, makundi haya yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha fedha za maendeleo na hata kushiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu. Amesema kwamba badala ya kutegemea fedha za halmashauri pekee, serikali inaweza kuwezesha sekta hiyo isiyo rasmi kujiendesha kwa mifumo madhubuti ambayo itawanufaisha wanachama wake na taifa kwa ujumla. Sasa baada ya kuwa ametoa mchango huo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo yalikuja tofauti au yalipokewa tofauti na watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii na jamii ya Tanzania kwa ujumla. Sasa hapa mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kijamii Emili Mwakilembe, yeye amemkosoa vikali mbunge wa Mbeya mjini Patrick Mwalunenge kufuatia kauli yake aliweza kuitoa bungeni iliyopendekeza kuwepo kwa mfumo utakaowezesha bodaboda, bajaji na machinga kuchangia shilingi 1,000 kwa siku kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ikiwemo ujenzi wa barabara. Mwakilembe amesema kwamba kauli hiyo inaonyesha kutokuelewa hali halisi ya maisha ya makundi hayo ambayo tayari yanakabiliwa na mzigo mkubwa wa kodi, ada na tozo mbalimbali zinazotozwa na serikali na mamlaka za mitaa. Amesema kwamba bodaboda na bajaji ulipa leseni, usajili wa vyombo vyao, kodi za mafuta, ushuru wa vipuri pamoja na tozo nyingine mbalimbali, huku machinga nao
wakilipa ada za biashara, masoko na ushuru wa halmashauri. Kwa mujibu wa Mwakilembe, amesema kwamba iwapo bodaboda, bajaji na machinga wataongezewa mchango wa shilingi 1,000 kwa siku, kiwango hicho kitafikia zaidi ya shilingi 365,000 kwa mwaka kwa mtu mmoja, jambo ambalo amesema kwamba linaweza kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wanaotegemea shughuli hizo kujikimu. Pia amehoji ni kwa nini serikali iendelee kutafuta vyanzo vipya vya mapato kutoka kwa wananchi wa kipato cha chini wakati tayari inakusanya fedha kupitia kodi na tozo nyingi zilizopo. Pia Mwakilembe amehoji kama fedha zinazokusanywa kwa sasa zinatumika ipasavyo katika miradi ya maendeleo kama ujenzi wa barabara na huduma nyingine za kijamii. Mwakilembe amesema kwamba kazi ya mbunge ni kuwasemea wananchi na kutetea maslahi yao bungeni badala ya kupendekeza mifumo mipya ya michango inayoweza kuongeza mzigo kwa makundi ambayo tayari yanachangia uchumi wa taifa kwa kiwango kikubwa sana. Aidha, amesisitiza kuwa bodaboda, bajaji na machinga ni nguzo muhimu ya uchumi wa nchi kwa kuwa wanatoa ajira kwa maelfu ya vijana na kuchochea mzunguko wa fedha katika jamii zetu. Amesema kwamba matumizi yanayowahusu yanapaswa kufanyika kwa kuzingatia uwezo wao wa kiuchumi na mchango wao katika maendeleo ya taifa. Mjadala huo umeibuka baada ya Mwalunenge kueleza bungeni kuwa sekta hiyo isiyo rasmi ina uwezo mkubwa wa kuweza kuchangia maendeleo ya nchi ikiwa itawekwa mifumo madhubuti ya kuweza kuchangia na kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo hapa nchini Tanzania. Lakini hata hivyo hoja hiyo imeendelea kuzua maoni tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu namna bora ya kuweza kuongeza ushiriki wa wananchi katika maendeleo bila kuongeza mzigo wa fedha kwa makundi yenye kipato cha chini hapa nchini Tanzania. Sasa hapa ndipo tunapoweza kuona ni kwamba ni kipi ambacho kinawakera wananchi na ni kipi ambacho kimeweza kuibua manunguniko kwa kile ambacho tumeweza kukiona hapa. Wananchi wananungunika kwamba je, hicho kiasi ambacho tunachangia kwa sasa kinatumika kama ipasavyo kuweza kuleta maendeleo hapa nchini, mpaka waweze kuongeza mzigo mwingine wa kuchangia shilingi 1,000 kwa siku kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu hapa nchini? Wamehoji kwanza kwamba je, hiyo pesa inayokusanywa kutoka kwa wananchi wa chini au wa kipato cha chini, hiyo pesa inatumika ipasavyo? Ni maswali ambayo yameweza kuulizwa na tunakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu utuambie ni kipi sasa ulichonacho na wewe una maoni gani. Tuambie katika upande wa comment section hapo chini, utuambie kwamba una maoni gani kuhusiana na jambo hili.